Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine hii ya leo. Imekuwa kama dharura, lakini pia lazima tujiandae kwa wakati unaokubalika na wakati usiokubalika. Pale ambako Bwana anakusemesha kuhusu habari ya jambo fulani au kitu fulani, ni vema kama kanisa tukaingia mbele za Mungu. Lakini pia na watu wa kule kwenye mtandao, kule kwenye YouTube ambao pia mtatufuatilia, basi ni vema mkaungana nasi katika maombi haya ya jioni. Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo ningependa tuliombee siku ya leo, tupo kwenye majira ya mabadiliko. Tupo kwenye majira ya mabadiliko, na hasa sisi watu wa huduma ya Kristo au kanisa hili, huwa mwezi wa 6 na wa 7 ni miezi ambayo Mungu ametupa kupanda viwango, kubadilika kwenda aina nyingine ya maisha. Lakini pia na watu wote ambao wamejiatachi au wamejihusisha na huduma ya Kristo na kanisa hili kwa njia yote ile, kwa njia ya sadaka, kwa njia ya maoni, lakini pia wale ambao wanampenda Mungu kwa kupitia huduma hii, basi miezi hii ni miezi yetu ya kupanda viwango. Na kwa sababu ni miezi ya kubadilika, ni vizuri na sisi tukajiweka katika mazingira ya kubadilika, mazingira ya kupanda viwango. Kwa ningeomba tutaomba leo. Kwa mfano sisi watu wa Arusha tulikuwa na mfungo wa kuanzia asubuhi, na tutaomba kwa kipindi ambacho cha kama mwezi mmoja huu, Mungu akiwa anatupa neema, na huyu Mungu tutamuona. Bwana asifiwe sana. Amen. Ambacho tutaomba au kitu ambacho tutasimamia kwenye kipindi hiki yatakuwa ni maombi ya kubadilisha nyakati. Maombi ya kubadilisha nyakati au kuzibadilisha nyakati. Kubadilisha nyakati zako, kubadilisha wakati wa ndoa yako, wakati wa uchumi wako, wakati wa afya yako, wakati wa biashara unaofanya, wakati huo Bwana aubadilishe. Na kabisa kwenye Yeremia anasema kwamba mkiomba kwa moyo wenu wote nitaonekana. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa naomba tusimamie mstari mmoja wa kitabu kile cha Yohana mtakatifu. Tuangalie kitabu kile cha Mathayo 11 mstari wa 12. Mathayo sura ya 11 mstari wa 12 nasema hivi: tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wauteka. Naomba kabisa hapa watu wa audio, watu wa kwenye video kule, na watu wa kule YouTube, na Watanzania kwa ujumla mnaompenda Mungu, wale ambao mnaamini kwa kupitia Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, anaishi milele. Yesu akatuambia hivi, tangu kile kipindi cha Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni tunaupata kwa nguvu. Kwa hiyo ufalme maana yake ni utawala. Utawala maana yake ni umiliki na uchaji. Kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu amepewa kumiliki. Ndio maana pia ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, anasema kisha Mungu akawabariki akawaambia, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani. Ameongea pale. Kwa hiyo tumepewa kwaje? Kutawala. Kutawala ni kumiliki. Lakini pia kwenye Zaburi sura ile ya 2 mstari ule wa 8 anasema hivi, mniombe nami nitawapa mataifa kuwa urithi wako, na miisho dunia kuwa miliki yako. Maana yake nini? Tumepewa kumiliki. Lakini Yesu ametuambia hivi, kumiliki huko lazima tutumie nguvu, sio kwa njia nyepesi. Kama Mungu amekupa kumiliki vilivyomo Tanzania, lazima utumie nguvu. Nguvu gani sasa? Utumie nguvu ya Mungu, sio nguvu ya vita. Watu mwanze kupigana mapanga, watu waanze kutekana,
watu waanze kuuana. Nguvu ya Mungu ipi? Kwa njia ya maombi. Maana Yesu mwenyewe pia alikuwa akiomba mpaka akatoka jasho la nini? Jasho la damu. Ili nini? Mimi na wewe tukombolewe. Yesu hajapigana vita ya nini? Ya mapanga. Yesu hajashika bunduki. Yesu hakushika mawe. Ndio maana pia Petro aliinua kisu akamkata mtu sikio, akamwambiaje? Ufalme huu afanyaje? Haupiganiwi kwa nini? Kwa upanga. Kwa sisi watu wa Mungu tuna Mungu aliye hai na pia tuna nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo nataka siku ya leo tuombee nyakati zako, uombee wakati wako. Huu mwaka ni mwaka wako ambao lazima yale ambayo hujapewa kumiliki, yani Ibilisi amekuzuia usimiliki, umiliki kwa damu ya Yesu, na Mungu atakusaidia. Na ukiomba na mimi kwa kumaanisha, Mungu anaenda kufanya. Mungu ataenda kutenda. Tukiomba kwa kumaanisha kuhusu habari ya ndoa yako, habari ya kazi yako, habari ya uchumi wako, Mungu ataenda kutenda kabisa. Wengine Mungu amewaitia kuwa viongozi wa Tanzania kwenye nafasi mbalimbali. Haitakuwa kirahisi rahisi hivi, lazima mwite Mungu akupiganie. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mambo hayaendi kirahisi rahisi. Lazima tutumie nguvu. Ipi? Ile ya Mungu, ile ya nani? Ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo leo tunaanza siku ya kwanza ya maombi haya. Tutaomba. Wewe ambaye una watoto, unawaombea watoto wako, Bwana awape kumiliki watoto wako, watoto wako wasiwe mikia. Wewe ambaye una biashara, Bwana akupe kumiliki katika hiyo biashara. Kama umeajiriwa, upande cheo, maana Mkristo niwaambia nani? Ni mteule. Ukristo ni watu ambao wameteuliwa. Umeajiriwa mahali fulani, lazima wewe uwe in charge hapo, uwe kiongozi hapo. Wewe uko hapa TZ Tanzania, na kabisa Bwana amekupa wito labda wa uongozi. Tunaambia Mungu leo, na Mungu ataenda kutenda. Bwana asifiwe sana. Amen. La mwisho pia tutaombea nchi yetu. Sisi ambao ni Watanzania, lazima pia ifanyaje? Tuipende nchi yetu. Sawa sawa. Mwaka 2022 Bwana alinifunulia kwamba miezi hii ya uchaguzi patakuwa na hali za sintofahamu, vurugu hizi zitakuwepo. Kwa hiyo na sisi tuombe Mungu akaingilie kati. Wale ambao Mungu amewakusudia kutuongoza katika nchi hii, basi Bwana aweze kuwasaidia. Haleluya. Tuiombee nchi yetu katika moyo na kweli, katika roho na nini. Bwana asifiwe sana. Basi naomba tu hapo ulipo, basi usimame tu vizuri, alafu twende tukaweze kuomba. Tuanze kwanza na kushughulika na kila kifungo. Tunaanza na kuomba kwa kujitakasa. Kule kwenye YouTube kule, ambaye muda huu unanifuatilia sasa hivi, uombe ukimaanisha. Nikwambia sema hivi, sema ukimaanisha. Nikwambia shika mahali fulani, tuombee, unashika hapo na Bwana atakusaidia. Naomba hapa Arusha tusimame, na kule kwenye audio simama hapo mlipo, usimwangalie mwenzako. Nataka tushughulikie vifungo. Tuanze na kujitakasa. Sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako, ninaomba unioshe kwa damu yako ya thamani. Sema Bwana Yesu, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokosea kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo. Sema Bwana Yesu, naomba rehema yako kwa kupitia damu yako. Sema kila pando la dhambi lililopandwa kwenye maisha yangu pasipo mimi kujua, sema kuanzia sasa hilo pando ninaling'oa kwa jina la Yesu. Kila pando la dhambi kwenye familia yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye afya yangu, siku ya leo ninang'oa
kwa jina la Yesu. Sema kila laana niliyotamkiwa kwa kupitia makosa yangu, wakanitamkia laana, sema siku ya leo nafuta hizo laana kwa jina la Yesu. Basi hebu omba hapo ulipo, kila mmoja omba, jitakase. Kila mmoja hapo omba na mimi sasa hivi. Omba ukimaanisha, omba ukimaanisha, omba ukimaanisha, jitakase. Mwambie Bwana akusamehe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, Bwana Yesu, naomba sasa utakaso wako, mfalme wa amani. Samehe watu wako, mfalme wa amani. Tusamehe Bwana, wakati mwingine tunakosea pasipo kujua, wakati mwingine tunakosea wala sisi ni wanadamu. Bwana, ukatuoshe kwa damu yako ya thamani. Ninaomba Roho wako Mtakatifu akashuke sasa. Roho wako mwenye nguvu akashuke sasa, ashuke kila mapando ya dhambi ya kuachia kwa damu ya Yesu Kristo. Kila pando la makosa ni kuachia kwa damu ya Yesu Kristo. Hebu omba tu ulipo, omba tu, jioshe yamandarabasika katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Sema kila kifungo nilichofungwa katika utumi wangu, katika afya yangu, kwenye familia yangu, kila kifungo nilichofungwa pasipo kujua, sema siku ya leo nakata vifungo hivyo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kifungo cha wachawi, sema siku ya leo ninakata kwa damu ya Yesu. Sema ewe shetani, achia maisha yangu, achia utumi wangu, achia afya yangu kwa jina la Yesu. Sema kila mtu aliye kifungo cha maisha yangu, sema kila watu walio vifungo ya maisha yangu, sema siku ya leo ninawaondoa kwa moto wa Kristo Yesu, kwa moto wa Kristo Yesu ninawafukuza kwa jina la Yesu. Hebu omba sasa, omba polipo, kata vifungo, kata ya mandarabasika mando riandarabasika, kila kifungo, kila kufungo kwa aina yoyote, ufunguaji wa kuzimu na kata katika jina la Yesu. Hebu omba tu hapo ulipo, kata vifungo, kata. Ombea familia yako, ombea watoto wako, ombea kanisa, ombea elimu yako. Omba. Ukaachiliwe kwa damu ya Yesu Kristo, ukaachiliwe kwa damu ya Yesu Kristo, uachiliwe kwa damu ya Yesu Kristo, ukaachiliwe, likaachiwe, kanisa liachiwe katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Sema nguvu ya Roho Mtakatifu shuka sasa kwenye maisha yangu. Sema nguvu ya Roho Mtakatifu shuka sasa kwenye uchumi wangu, kwenye kanisa langu, shuka sasa. Majeshi ya mbinguni shuka leo, shuka sasa kwenye maisha yangu, upigane na wanaopigana nami katika mwili na katika roho. Sema Roho Mtakatifu, pigana na maadui zangu kwa jina la Yesu. Hebu omba kila mmoja sasa, omba kila mmoja. Bwana aachilie sasa malaika zake washuke, wakupiganie, wakutetee sasa, maana vita hii hautaweza mwenyewe, bali Mungu aingilie kati, bali Bwana aingilie kati. Mandarawasika katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu shuka, Roho mwenye nguvu shuka, Roho mwenye nguvu shuka, shuka katika damu ya Yesu. Malaika wa mbinguni shuka. Omba kila mmoja hapo ulipo, omba hapo ulipo. Ita malaika wa Bwana washuke, ita malaika wa Mungu washuke, maana wanashuka sasa. Leo wanashuka, wanakusaidia, wanapigana hiyo vita. Randa rabasika, yemanda rabasika, rapapapapasika, yemanda rabasika. Malaika shuka katika jina la Yesu,
katika damu ya Yesu Kristo. Hebu tuombee nchi yetu, tuombee kanisa la Tanzania, tuliombee kanisa la Tanzania. Roho wa Mungu akashuke, Bwana akaonekane kwenye kanisa la Tanzania, Bwana akaonekane. Hebu omba katika jina la Yesu. Rando manderiando rianda rabasika. Bwana, naomba kwa ajili ya kanisa la Tanzania, yema santo rianda rabasika, katika jina la Yesu Kristo. Kanisa la huduma ya Kristo, ninaomba sasa katika jina la Yesu Kristo, remanda rabasika, manda rabasika, nguvu zako wewe Bwana zikashuke. Omba hapo ulipo, ombea kanisa lako, Yamkini wewe unasali kule KKT, omba. Yamkini wewe unasali kule TAG, kule EAGT, huku huduma ya Kristo, kule Katoliki. Hebu omba hapo ulipo, ombea kanisa lako. Nguvu ya Mungu iingie sasa, katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Ramanda rabasika, yemanda rabasika, rakamanturianda rabasika, yemanda rabasaturianda rabasaya, yemakanturianda rabasika, katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu uliye hai. Sema kila ufalme wa kuzimu hapa duniani ninauondoa kwa damu ya Yesu. Ufalme wa kuzimu kwenye maisha yangu, kwenye watoto wangu, katika utumi wangu. Sema ufalme wa kuzimu kwenye kanisa langu, sema ninaondoa kwa damu ya Yesu. Ufalme wa kuzimu kwenye utumi wangu, juu ya nchi yetu ya Tanzania, sema ninaondoa kwa damu ya Yesu. Sema nguvu za giza katika nchi yangu, kwenye familia yangu, kwenye kanisa langu, katika utumi wangu, sema ninaondoa kwa damu ya Yesu. Kwenye elimu yangu, ninaondoa kwa damu ya Yesu. Hebu vunja ufalme wa giza, omba kila mmoja kulipo. Ondoa ufalme wa kuzimu, ondoa. Omba kwa moyo wako wote, omba hapo ulipo, kwa moyo wako wote, omba. Bwana aondoe ufalme wa kuzimu uliokuzingira, ukashika afya yako, ukashika utumi wako. Bwana akaondoe, na anaondoa sasa. Mandarabasike, mandarabasika, ufalme wa kuzimu kwenye maisha yangu, ufalme wa kuzimu kwenye familia yangu, ufalme wa kuzimu juu ya kanisa langu, ufalme wa kuzimu juu ya nchi hii, ufalme wa kuzimu katika fedha zangu, ninaondoa. Rapapapapapapasika. Omba, usikie kimya. Omba hapo ulipo. Shughulika na wewe ufalme wa kuzimu. Shughulika. Wewe usikae kimya. Vunja katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Mandarabasiteri anduri ya makasanto, mandarabasika. Sema nakataa kuchelewa kwa jina la Yesu. Sema sitachelewa katika utumi wangu, katika fedha zangu, katika nguvu zangu. Sema sitachelewa kwa jina la Yesu. Katika afya yangu sitachelewa kwa damu ya Yesu. Katika uongozi wangu sema sitachelewa. Roho ya mapooza toka kwa damu ya Yesu. Roho ya mapooza toka kwa damu ya Yesu. Hebu fukuza kuchelewa, fukuza roho ya upoozaji, jinsi ambavyo umepoozeshwa, unacheleweshwa ili usipige hatua. Hebu kemea roho, kemea hiyo roho ambayo inainuka kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako, juu ya nchi, ili upoozwe. Ramandarabasika, yemakantoriandarabasika. Yesu, shuka sasa. Nakataa kupooza, nakataa upoozaji, roho ya mapooza, roho ya kucheleweshwa, toeka katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Yemandarabaseke, randarabasika, mandoriandarabasaya, yekesheketeramandaramasika, mandoriandarabasika, yemandarabasika, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo.
Hakuna kuchelewa, hakuna kuchelewa, hakuna kuchelewa, hakuna kuchelewa. Roho ya upoozaji, hakuna kupooza katika utume wako, katika afya yako, hakuna kupooza. Mandarabasika katika damu ya Yesu Kristo. Ye mandarabasika, ye masandori andarabasika katika damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Naomba tuwaombee watumishi wa Mungu wa kweli walioko hapa Tanzania. Kila mtumishi wa Mungu wa kweli, nyuma yake iko vita, mbele yake iko vita, na hiyo vita ni kwa ajili ya kuzuia ufalme wa mbinguni usije wapi? Hapa duniani. Tuko watumishi wa Mungu wa kweli, vita ipo. Nataka tuombee watumishi wa Mungu wa kweli tulioko hapa Tanzania, kuanzia mimi hapa Arusha, walioko kwa mikoani Dar es Salaam, Iringa, Mbeya, kila mahali. Mtumishi wa Mungu wa kweli ambaye hapo ulipo unamfahamu, nataka umuombee. Mtumishi wa Mungu wa kweli ambaye hapo ulipo unamfahamu kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu wa kweli na anafanya kazi ya Mungu katika roho na kweli. Hebu tuwaombee hawa watu. Mungu awape nguvu, Mungu awape mamlaka, Mungu awape uweza, na kila vita ambayo ibilisi mbele yao ataachia, Bwana awape kushinda. Hebu tuombee watumishi wa Mungu. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako kwa ajili ya watumishi wa Mungu, watumishi wako walioko Tanzania, walioko mikoani. Sema, Yesu, naomba uwatie nguvu, naomba uwape mamlaka, wape uweza wa kushinda kila vita, kushinda kila jaribu lilioko mbele yao. Sema, Bwana Yesu, ninaomba kwa ajili yao, maana wewe Yesu uliomba kwa ajili ya watu wako, nasi siku ya leo tunaomba kwa ajili ya watumishi hawa walio wa kwetu, wanaotuhudumia. Bwana ukawatie nguvu. Sema, ninawatenga sasa na ufalme wa giza kwa damu ya Yesu. Sema, nawapa kushinda, nawapa kushinda kwa jina la Yesu. Hebu waombee, watamkie neno, watamkia. Tamka neno kwa ajili yangu pia, tamka neno pia kwa ajili yangu, tamka neno. Walioko kule mikoani, kule Mbeya, Dar es Salaam, kule Kibaha, kule Iringa, kule Songea, Randa Rabasika, kule Marekani, Manda Rabasike tereme shandori anda Rabasika, Makantori anda Rabasiteri anda Rabasaya. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya watumishi wako, maana sisi ndio ambao Bwana umetupanda kwenye nchi hii ya Tanzania kwa ajili Bwana ya uwepo wako, kwa ajili Bwana ya nguvu zako, kwa ajili Bwana ramandara manerebekeseterianda rabasika, makandorianda rabasika, shenterenderenda rabasika. Katika damu ya Yesu Kristo, ombea watumishi wa Mungu. Hebu omba hapo ulipo, tamkie neno, karabasika, ye manda rabasika, ye makandorianda rabasaya, makantorianda rabasika, shanda rabaseterianda rabasika. Katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, waombee ulinzi. Bwana awalinde, awaponye na mkono wa kuzimu. Bwana awaponye, miguu yao isogezwe. Waombee watumishi wa Mungu walioko Tanzania, rakamanda rabasika. Bwana walinde watumishi wako walioko hapa Tanzania, miguu yao Bwana na hatua zao Bwana zisogezwe katika damu ya Yesu Kristo. Ye mandarabasika, karabandarabasike, ye mandarabasika, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Ye mandarabasika, shamandarabasike, ye mandarabasaya, ye makantoriandarabasika, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Omba. Bwana anashuka sasa. Yesu anashuka leo. Yesu anashuka sasa. Ombea majira yao, ombea wakati wao. Rakanda rabasika, ye mama ye keterianda rabasika, katika damu ya Yesu Kristo. Shanda rabasika, kamanda rabasika ta
kanda rabasika, sema ndarabasika. Tawa kila mmoja, hebu tumalizie hapa kwa kuomba nguvu za Mungu zikakae ndani yako. Anasema ufalme huu unatekwa na wenye nguvu. Nguvu ziko za aina nyingi. Mungu anapatilia nguvu zake ndani yako. Katika mwili unaweza labda ukapokea fedha. Unajua pia kuwa na fedha ni nguvu. Kuwa na watu pia ni nguvu. Kuwa na ufahamu pia ni nguvu. Kuwa na afya pia ni nguvu. Kwa hiyo hebu tuombe sasa Mungu atutie nguvu. Na pia tusisahau tuko kipindi cha nyakati za mwisho, au tuko kwenye majira ya mwisho wa dunia. Yaani haitachukua muda mrefu Yesu atarudi duniani. Haina muda mrefu, maana tayari ishara zinaonekana. Kwa sisi ambao ni wateule wa Mungu tulioko hapa Tanzania, tuombe Mungu atutie nguvu. Anasema mateso ya wenye haki ni mengi, lakini watu wajitie moyo. Hebu omba nguvu ya Mungu sasa, Bwana akuwezesha, akupe nguvu zake. Sema Yesu, nitie nguvu. Elohimu, Eligibo, Adonai, ninaomba nguvu ya kushinda kila majaribu yaliyoko mbele yangu. Sema Bwana, nipe nguvu ya kumshinda yule mtesi wangu, yule adui yangu. Nipe nguvu ndani yangu katika mwili. Omba nguvu. Bwana nitie nguvu sasa. Nipe nguvu Bwana. Kanisa lako Bwana nipe nguvu. Manderi andarabasika. Makantori ya manderi andarabasika. Katika jina la Yesu. Katika damu ya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mandarabasika. Mandoriandarabasika. Naomba nguvu zako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana nipe nguvu. Bwana nipe nguvu. Kanisa lako Bwana nipe nguvu. Watu wako Bwana wape nguvu. Walioko hapa Arusha, kule mikoani, wape nguvu Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Katika damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Basi naomba tukae tu hapo ulipo. Ukae tu ulipo. Haleluya. 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 Basi kabla sijahitimisha na kuomba kwa ajili ya baraka, tumeanza haya maombi. Leo ni siku ya kwanza, tutakwenda kwa siku 7, na ukiweza pia siku ya kesho unaweza pia ukafunga vizuri, ukafunga hata ni mpaka saa 6 au mpaka saa 12. Lakini pia sisi hapa Arusha nafikiri tunafahamu mfungo wetu ulivyo. Hatuna mifungo ile ya kutaabika. Pia unaweza ukatumia maji vile vile, pia sio mbaya, kwa sababu maji hayana shida. Ambacho tunaepuka ni chakula. Ukiweza kufunga mpaka saa 6 ni sawa, saa 8 ni sawa, 12 pia ni sawa kwa kipindi hiki. Na jioni muda kama huu saa 1 nitakuwa niko hapa nikiongoza maombi mpaka nione mlango wako umefunguka. Haleluya. Unajua watu wa Mungu sisi tunakuwa dhaifu kwa sababu hatuna nguvu. Hebu tu niongee mfano mdogo sana. Kwa nini fedha wameshika watu ambao hawana Mungu? Kwa sababu gani? Wanafuata kanuni zao, na lengo sio hela, wawe na nguvu ya kuamua. Kuna wakati ukiwa na pesa, kuna vitu ni rahisi kuviamua. Kwa hiyo Mkristo lazima uwe na power, uwe na nguvu. Na mimi niko hapa kuomba na wewe pia uombe Bwana akupe nini? Akupe nguvu kabisa, uwe serious. Lakini pia Bwana akikupa nguvu, watie nguvu na wengine. Nianze pia na kushukuru. Nafikiri juzi nilitangaza, nikaomba watu wanipatie simu. Nikawa na budget kama ya shilingi milioni 1 na laki mbili, simu ambayo nitakuwa na uwezo wa kufanya
recording hizi kwa ajili ya mafundisho kabisa. Nashukuru wale ambao kabisa mmeweza kuchanga. Kuna bwana mmoja amenitumia shilingi milioni moja, na mwingine akatumia 100,000, na wengine wakatuma 10,000 hapo 20 mpaka ikaweza kutimia ile shilingi milioni moja na 200,000, na kabisa nimeweza kupata simu. Nimefurahi kwa sababu gani? Tunatiana nguvu. Hawa watu ambao pia wamesupport sio adui, lakini umeona wafaje, wametia nguvu. Kila mtu wa Mungu ulioko Tanzania, Bwana ajikupa uwezo wa kumtia nguvu mtumishi wa Mungu ambaye anatembea katika roho na kweli, mwezeshe. Wakristo lazima tuinuane. Narudia tena, sisi watu wa Mungu tunaotembea katika roho na kweli lazima tuinuane, kama Petro ambapo alifanya. Walikuwa wanakaa pamoja alafu wanagawana, ili weje, wanatiana nguvu kabisa. Labda umeona kuna mtumishi ambaye kabisa anafanya kazi ya Mungu katika roho na kweli, alafu hana suruale. Wewe pale kwako una suruale 10, chukua suruale moja, mpelekea kavae, mtie nguvu kabisa. Pale kwako una gunia zako 2 au 3 za mchele, alafu kuna mchungaji mahali fulani, na kabisa ukiangalia historia yake anatumika katika roho na kweli, alafu ana njaa. Chukua pale kilo 10, mpelekee, aende akale, ashibe. Haleluya! Wakristo lazima tupendane. Mimi namshukuru Mungu kabisa, naona upendo wa Wakristo hapa Tanzania. Nimeona hata pia mambo mengi nimekuwa nikitangaza kwamba na uhitaji wa jambo fulani, watu wa Mungu wanajitolea, wanatoa. Hata pia juzi hapa nimekuwa pia na uhitaji wa mixer yetu hapa, ilikuwa inasumbua sana. Nikaongea tu na kweli kabisa akatokea mtu kweli akatoa kweli hiyo pesa ya mixer milioni 1. Siwajui, lakini ni kwa ajili ya nini? Ya kazi ya Mungu. Na sisi watu wa Mungu sasa tukishawezeshwa kupata vitu vya utumishi, tufanye kazi ya Mungu katika roho na kweli. Kuna watu kabisa wanahitaji wakombolewe kabisa. Kuna watu kabisa wanahitaji wakombolewe. Hawa watu tunawafikiaje? Lazima tutiane nguvu. Haleluya! Kwa mimi naomba tu niwashukuru watu wote wale ambao mmeweza kunisapoti. Kweli kabisa nimepata simu nzuri kabisa ya kushuti vizuri pamoja na mixer. Nawashukuru sana, na nataka leo niwaombe baraka na Mungu aweze kuwainua. Lakini pia na wale wote ambao pia wamekuwa wakisupport huduma hii kwa ajili ya kununua vyombo, drum hizi, keyboard, viti na kadhalika, microphone hii, vifaa vyote vya hapa kanisani. Na kabisa wengine hata pia juzi hapa nilikuwa nauguliwa na wanangu nimetoka kwenye jaribu hili hapa, umeona lile la kutekwa, naumwa, sina fedha, lakini pia watoto pia wakawa wanaugua. Ndugu mmoja naye pia akanisupport hapo milioni 1 kwa ajili ya matibabu, umeona. Kwa hiyo nawashukuru sana watu ambao wana fedha zao zipo madhabahuni mwa Bwana na zinafanya kazi ya Mungu. Nataka niwaombee watu wote wa Tanzania, hapa Arusha, kule Iringa, kule Buza, kule Kimara, kule wapi, kule Indonesia, kule Tegeta, kule Himo, Watanzania wote ambao mnafanya kazi ya Mungu pamoja na huduma hii. Nataka nikuombee sasa hivi, na pia sisi watumishi wa Mungu hapo ulipo pia nyosha mkono kwenye kamera pale. Tuombee hawa watu ambao wanafanya kazi ya Mungu na sisi hapa. Tuombee kabisa Mungu, mkae tu huko msionekane, ila tu nyoshe tu pale hivi, kamera ile hii hapa ndio. Nyoshe wote, mimi nitaombea kote kwenye audio na kila mahali. Watu wote hawa, hebu Bwana asiwaache. Maana yale ambayo huwa wanayatoa ndio yanafanya kazi ya Mungu vizuri hapa. Hebu tuwaombee, watamkie neno. Na wewe hapo ulipo, mkono wako mmoja weka moyoni tu. Hapo ulipo tu kwenye audio, kwenye video, weka moyoni mkono wako, alafu tukuombee. Kule kwenye video hivyo, na wewe ambaye muda wote unaniangalia, mkono wako mmoja weka moyoni.
hata pia wewe ambaye pia tayari ulikuwa una dhamira ya kusapoti, weka tu, Bwana atakugusa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ye mandarabasika shamando riandarabasika komanteriando riandarabasika, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Bwana, naomba kwa ajili ya watu wako ambao wanafanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu, naomba sasa usiwapungukie Bwana, usiwapite Bwana, usiwapite Bwana, usiwapite Bwana, usiwapite rakamandoriandarabasika Bwana, usiwapite kule kwenye audio Bwana, usiwapite Bwana, usiwaache watu hao, usiwaache wengine. Bwana, mimi siwajui, lakini Bwana wamekuwa kabisa wakisimama na huduma hii. Na kazi yako randarabasekete ye mandarabasika bandoriandarabasika, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Bwana asikuache, Bwana asikuache, na kutamkia uinuke. Bwana akuinue katika uchumi, katika fedha. Bwana akuinue, Bwana akuinue katika afya. Bwana akuinue. Inuka, 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 inuka kwa damu ya Yesu Kristo. Inuka, 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 inuka. Bwana kutie nguvu, Bwana kutie nguvu, Bwana kutie nguvu, Bwana kutie nguvu, Bwana kutie nguvu. Mandarabasekete ye mandarabasika. Bwana akuinue, Bwana akuinue. Bwana Yesu, nakushukuru. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya watu hawa. Asante Yesu kwa ajili ya watu wa audio, ya watu wa video, ya watu wa YouTube, ya watu wa Tanzania wanaokupenda wewe. Asante Yesu kwa moyo ambao ndani yao umeweka. Bwana, usiwaache katika damu ya Yesu Kristo, na kutamkia baraka sasa. Bwana akuinue, Bwana akutie nguvu, Bwana asikuache, Bwana akulinde, Bwana akupe afya katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Baba, nakushukuru kwa ajili ya watumishi wa Mungu walioko hapa Arusha, kwa ajili ya mtumishi wako Wilfrida Matiria pamoja na Jacob Gumbo. Bwana Yesu, nakushukuru pia kwa ajili ya watumishi hao, maana pia Yesu mwafanya kuwa baraka katika huduma hii. Bwana ukawalinde, Bwana ukawainue, Bwana ukawape afya iliyo njema, Bwana ukawape umri ili Bwana wakashuhudie matendo makubwa ambayo Bwana umeyakusudia katika nchi hii ya Tanzania. Bwana wape umri katika jina la Yesu Kristo, na vijana wote ambao Bwana wako mahali hapo huduma ya Kristo wakifanya kazi yako, Bwana usiwaache, Bwana wape umri, wape afya na kuwalinda katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya watu wa audio, kwa ajili ya watu wa video, watu wa kule YouTube na Watanzania wote ambao Bwana wanakupenda wewe. Bwana ukawafunike kwa damu yako ya thamani, Bwana ukawajalie uzima katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Haleluya. Basi Bwana akubariki sana. Tembea kwa ushindi. Bwana anaenda kuyabadili maisha yako ndani ya mwezi huu wa 6. Mimi ni mtumishi wa Mungu hapa, sibahatishi na sifanyi utani. Mwezi huu wa 6 mtaona Bwana akiwainua. Mwezi wa 6 na wa 7 Bwana anawainua, lakini pia Bwana atainua nchi. Mwezi wa 6 na wa 7 nchi Bwana atainua kwa viwango vya juu sana. Kwa hiyo